mtazamaji wa channel yetu ya YouTube, channel inayojikita katika kujadili mambo mbalimbali yanayohusiana na afya ya akili, mambo ya mahusiano, mambo ya nidhamu ya fedha, mambo ya msongo wa mawazo, sonona, mahusiano ya wewe na wewe mwenyewe na vitu vingi vinavyofanana na hivyo. Leo tunaendelea na mfululizo wetu kwa malezi ya watoto. Lakini kama unajiunga na sisi kwa mara ya kwanza, jina langu ni Bupe Mwabenga, ni mwanasaikolojia, na kama hujaweza kusubscribe kwenye channel yetu, basi ninakukaribisha kabisa usubscribe channel yetu kwa kubonyeza kitufe kilichoandikwa subscribe, na pia usiache kushare na marafiki na ndugu wengine ambao wangependa kufuatana na sisi. Kwa kweli channel ya YouTube yetu ni zaidi ya darasa. Na kwa wale ambao tumekuwa tunafuatilia mfululizo wa mjadala wetu wa malezi ya watoto, tulianza kwa kujadiliana malezi ya watoto ni nini kisaikolojia, na tukajifunza aina 4 za malezi, na leo tutajifunza nguzo 2 za malezi. Mpendwa mtazamaji, umewahi kusikia watu wanalalamika, jamani, watu wengine kwa kweli hapana, anakuwa na mtoto anafanya kila anachokitaka. Akija kwako, mtoto anakaa kwenye makochi, anasimama kwenye makochi, anaenda kila chumba, anaingia bila kugonga, anakuta umetandika shuka leupe, anakanyaga na viatu, anarukaruka, anaingia kwenye mashimo ya vyoo, anatumbukiza humo vitu yanaziba, na ni mtoto amekuja kwako siku moja tu mbili. Ama mwahi kusikia mtu ametembelea familia fulani analalamika, jamani, hivi kwa nini watoto wa hii nyumba unafika wanakuvuta nywele, wanakuvuta pochi, wanavuta suruali, anko. Basi ukisikia mijadala ya namna hiyo, ukisikia malalamiko ya namna hiyo, ukisikia ama ukiona mtoto wa namna hiyo, basi ujue shida yake iko hapa kwenye nguzo za malezi. Nguzo za malezi ndio zinazotusaidia kutengeneza tabia ya mtoto. Nguzo za malezi ndio zinazotusaidia kumsaidia mtoto kujua kwamba hapa hapana, hapa ndiyo. Na nguzo ya kwanza kabisa tunayotumia katika malezi inaitwa mapenzi joto. Hii inaitwa warmth, mapenzi joto. Mapenzi joto ni ile lugha ya mawasiliano ya kihisia kati ya mzazi ama mlezi na mtoto. Ina muunganiko wa kihisia ambao kwa lugha ya kizungu tunaita emotional bond. Yaani kuna namna ambavyo kuna mvuto, muunganiko wa kihisia kati ya mtoto na mzazi ama mlezi, ambayo inawafanya wanakuwa marafiki. Kwa hiyo toka mtoto anapokuwa tumboni, tunamwencourage mama mjamzito kwamba ajitahidi kuishi bila msongo sana, ajitahidi kuwa amerelax, ajitahidi kufanya mazoezi, ajitahidi kula vizuri, ili aweze kuwa tayari kupokea ujio wa mtoto. Mtoto anapozaliwa, jinsi anavyosikilizwa, jinsi anavyotunzwa, anavyoangaliwa akiloa, anavyopewa mahitaji yake kwa wakati, inaangukia kwenye mapenzi joto. Jinsi mtoto anavyokuwa, mzazi anaongea naye vipi. Kuna lugha ya maneno ya kuongea na kuna lugha ya vitendo ambayo mzazi
anatumia katika kutengeneza mapenzi joto na mtoto. Unaweza ukarudi kutoka kazini, vile mtoto anapokukimbilia, anakukumbatia, yale ni mapenzi joto. Unavyombusu mtoto, yale ni mapenzi joto. Unatoka umemshikia kizawadi, popcorn, sijui umemnunulia nini mkononi, yale ni mapenzi joto. Mnapopiga story, mnapoongea, jinsi ambavyo mnatengeneza ule ukaribu ni mapenzi joto. Na nimekuwa na wasisitiza sana wazazi, katika mambo yako mengi unayoyafanya hapa duniani, hakikisha cha muhimu kimojawapo ni wewe kutengeneza urafiki wa karibu na mtoto wako. Yaani bila kujali tabia zake zikoje, kwa namna ambavyo mnatofautiana katika mitazamo ya maisha, bila kujali uwezo wake kitaaluma ni mkubwa ama ni mdogo kiasi gani, lakini zoea kufanya mtoto wako awe rafiki yako. Bahati nzuri sana, mtu ambaye utamhitaji kuliko wote utakapokuwa mtu mzima ni mtoto wako. Wala sio majina ya kisiasa unayotengeneza, wala sio hayo majina makubwa ya kibiashara, wala sio umaarufu unaotengeneza. Mwisho wa siku, uzee wako unathaminiwa sana na mtoto wako. Kwa hii yote ni mapenzi joto. Lakini sasa mapenzi joto lazima yawe regulated, lazima yamizaniwe, lazima uwe na mapenzi ambayo yanamsaidia mtoto kujifahamu, lazima uwe na mapenzi ambayo yanamsaidia mtoto kutengeneza yes nifanye, no nisifanye. Kwa hiyo mapenzi joto yakikaa peke yake bila kusimamiwa, ndio yanaleta sasa mtoto wa kurukaruka, mtoto wa kutemea watu mate, mtoto wa kuvuta nywele za watu, mtoto wa kusumbua wageni, mtoto wa kupanda juu ya vitanda vya watu. Nyumbani kwako ukuta wote unachorwa. Ushakwenda kwenye nyumba ya mtu unakuta ukuta umechorwa. Ni mapenzi joto yanapokuwa hayajadhibitiwa. Kwa hiyo nguzo ya pili sasa ambayo tunaitumia tunapolea watoto tunaita nidhamu. Discipline. Sasa nidhamu hii ninayoiongelea hapa ni nidhamu ile inayotusaidia katika kulea. Mtoto yeyote ambaye anakuwa anapaswa toka anapokuwa mchanga ajue kabisa kwamba hiki kitu naruhusiwa kufanya, hiki kitu siruhusiwi kufanya. Bahati mbaya sana, mpenzi mtazamaji, watu wengi hawaelewi hii, na wengi hawafahamu kwamba mtoto mchanga unaweza ukaongea naye mkaelewana. Watu wengi hawafahamu kwamba mtoto wa mwaka mmoja, miwili, mitatu, minne mnaweza mkaongea mkaelewana. Na ndio hawa wanaotengeneza watoto wa kurukaruka kila mahali, watoto wa kuchora ukuta, watoto wa kufanya hivi, kwa sababu kuna namna ambapo wanaitumia hii nguzo vibaya. Kwa hiyo nguzo ya nidhamu, cha kwanza, inatakiwa imfundishe mtoto kujua vitu ambavyo ni hapana kufanya bila kujali umri wake. Lakini pia inatakiwa imfundishe mtoto ndio kufanya. Lakini pia nguzo hii inatakiwa kuwa na uelewa wa makosa, lakini uelewa wa bahati mbaya, lakini nguzo hii iweze kuelewa vipawa. Kwa hiyo nguzo hii pia ikitumiwa vibaya inatengeneza ama inaharibu kitu cha mtoto ndani, ama inafanya mtoto anakosa ujasiri. Kwa hiyo nguzo hii inatusaidiaje? Pale unavyompenda mtoto wako sana, unamwambia hapana kusimama kwenye makochi. Hakuna mtoto mdogo kuelewa. Ukiongea naye siku ya kwanza unaongea naye vizuri kabisa, hapana kusimama kwenye makochi. Kesho akasimama na viatu vichafu vyenye michanga, ongeza sauti kidogo, sio sana. Na kumbuka tunaongelea maneno, tunaongelea pia facial expressions. Kwa hiyo mtoto anaona kabisa sura ya mama imebadilika. Lakini akiendelea
unaweza kumpa adhabu. Sasa siku nyingine tutajifunza namna ambavyo adhabu na vichochea tabia tunaweza kuvitumia katika kutengeneza tabia ya mtoto. Adhabu tunazoziongelea ni adhabu ambazo hazikiuki haki za binadamu na adhabu ambazo hazina madhara ya moja kwa moja kwenye hisia za mtoto na kwenye mwili wa mtoto. Kwa hiyo unaweza ukamwambia mtoto hivyo ni vichochea tabia, kwamba ukiacha kusimama kwenye makochi nitakuletea vitu anavyopenda mtoto wako mfululizo wiki nzima. Kwa hiyo ukirudi nyumbani unauliza, jamani, nani ambao hawajaweza kusimama kwenye makochi leo? Mimi. Dada, ni kweli hawajasimama? Aya, wewe nakupa zawadi. Wewe kwa sababu umesimama kwenye makochi sikupi. Unatafuta kile kitu ambacho mtoto wako anakipenda sana. Kwa hiyo hata simama kwenye makochi, huu ni mfano tu, ili apate kile kitu. Ama unaweza ukatoa kumpa kitu ambacho anakipenda ili kuchochea ama kuzuia tabia usiyoitaka. Kwa hiyo unaweza ukarudi ukasema, kwa hiyo mtu yoyote atakayekuwa anasimama kwenye kitanda na miguu michafu, ama mtu atakayetumbukiza vitu chooni shimo likajaa, hata ruhusiwa kuangalia katuni. Kwa hiyo nani kafanya hivi? Wewe leo uangalie katuni. Yaani unatafuta kile kitu kizuri ambacho mtoto anakipenda. Kwa hiyo ni namna mojawapo ambayo nidhamu itakusaidia kuua zile tabia ambazo kwa kweli unataka zife ndani ya mtoto, lakini inakusaidia kuchochea zile tabia ambazo unataka kwa mtoto. Kwa hiyo inakusaidia hapana kufanya, ndio kufanya. Lakini sasa nidhamu hii isiwe ile nidhamu tuliyojifunza aina za malezi, mtanielewa vizuri. Ile nidhamu ya kujigeuza simba. Kwa vile hutaki mtoto sasa akanyage kwenye makochi, ukimkuta tu ni unamchukua, unamfunga mikono, unamchukua, unamfunga miguu, unamchukua, unamlaza, alafu unachukua fimbo kubwa, unamchapa sehemu yote ya mwili simply because huyu mtoto anakanyaga kwenye kochi. No. Huo ni ukatili. Na ndio unatengeneza watu wanaokuja kufanyana ukatili utu uzimani. Unatakiwa utafute namna ya kudili na mtoto. Nafikiri hii mada tutaijadili kwa upana wakati mwingine. Kwa hiyo sasa, nidhamu hii haitakiwi kuwa nidhamu inayotengeneza ukatili. Na nidhamu hii haitakiwi kuwa nidhamu ambayo inaua mapenzi. Ni ile inayomsaidia mtoto kuelewa kwamba baba yangu ni rafiki yangu, mama yangu ni rafiki yangu, lakini wakikuta nimechota mchana, nimeenda kuuchanganya kwenye unga, hawatanielewa. Na sasa tunapojadili habari ya nidhamu, mpendwa mtazamaji, tofautisha makosa ya mtoto ya makusudi, makosa ya mtoto ya bahati mbaya na ajali kama ajali, lakini pia na vipawa. Kuna mtoto mwingine utamkuta hana shida na vitu vingine vyovyote, lakini ni vitu vyote vinavyotumia screw ama vitu vya kuwasha na kuzima. Yaani yeye lazima ataharibu radio, lazima ataharibu TV, lazima mkileta labda unakuta unaweza ukaleta pikipiki hapo ukakuta amefungua, upepo umeisha. Yaani ni mtoto ambaye unamuona anafanya vitu lakini vitu vinavyotumia akili. Huyu kabla ya kuanza kumwadhibu, jifunze kumsaidia kutofautisha kati ya kuharibu kitu na kutengeneza kitu. Kwa hiyo mtoto wa namna hiyo anaweza akawa na kipawa, anakikuza, hajui namna sahihi ya kukikuza. Kwa hiyo wajibu wako wewe mzazi ni kukilea. Unatafuta mahali kama mna space nyumbani, unamtengenezea karakana. Chukua redio mbovu, ziweke pale. Chukua TV mbovu, ziweke pale. Chukua sijui vitu gani, mtafutie hizo star na vile vitu vingine vya kufungua na kufunga vitu. Mwambie mwanangu, ukiwa unahitaji kufanya shughuli zako, usifanye kwenye TV nzima ya nyumbani. Mafundi huwa wanatengeneza vitu vibovu. Kwa hiyo wewe unafungua na kufunga hapo. Kwa hiyo badala ya kumkataza bila kumpa alternative, mtafutie mahali. Lakini ukiona mtoto ambaye yeye anapenda, mkitoka unakuta amejaza chumvi kwenye mboga, mkitoka unakuta kachukua unga katumbukiza kwenye chai, unaona kabisa huyu mtoto anapenda kupika. Kwa hiyo yeye unaweza kumtafutia kijiko cha mkaa kidogo ambacho hakina mkaa ndani, ukamtafutia visufuria, vifuniko, unamwambia mwanangu, wewe kama unapenda kupika, wewe unafanyia hapa.
Kwa hiyo unakuta ile badala ya mtoto sasa kwenda kuhangaika na vitu vizuri ndani, kwenda kuhangaika na vitu vizima, anakuwa ana practice kulingana na age yake. Taratibu anapozidi kukua, unamwekea moto kidogo, taratibu unampa unga wa ngano. Kwa hiyo unaona utakuwa na tofauti kati ya vile vitu ambavyo mtoto anavifanya kwa sababu ya kipawa na vile vitu mtoto anapovifanya kwa sababu ya tabia ama makosa. Lakini pia kuna makosa mengine watoto wanafanya ni ajali, kama ambavyo mtu mzima anaweza kufanya. Unakuta mtoto labda amevunja glasi au amevunja chupa ya chai unamchapa. Lakini unaona kabisa huyu mtoto hakuchukua ile glasi akaenda akalitupa. Alikuwa ameishika ikamteleza. Na watoto waliolelewa kwenye namna fulani za familia wanaweza kukufundisha pia namna ya wewe kulea. Kwa sababu unaweza kukuta wewe jana uliwachapa baada ya kuvunja glasi, lakini yeye leo anarudi anakuambia mama pole. Kwa hiyo unatakiwa ujifunze kutofautisha kwamba huyu mtoto hapa kafanya ajali. Kwa mfano mama mmoja siku moja amerudi nyumbani kwake akakuta watoto wamevunja meza ya kioo. Akaja amekasirika kabisa. Lakini yule mama aliporudi aliwaambia watoto wake, poleni. Msichana akagomba, mama wewe watoto wamevunja meza unawaambia pole? Akasema hapana, hii meza imekuwa kwa muda mrefu haikuvunjwa. Kwa hiyo ilikuwa ni bahati mbaya, wakati wakiwa wanacheza wakaipitia ikaanguka. So kama mzazi unatakiwa kutofautisha cha bahati mbaya, ajali, vipawa na makosa. Na sasa unaona unakaa nao chini unawaambia, lakini next time unapocheza unatakiwa mwe makini. Kwa hiyo sasa tukiweza kutumia mapenzi joto vizuri, tutatengeneza watoto wetu kuwa marafiki zetu, ambao wakiwa na kitu chochote anatamani kuongea, mtu wa kwanza atakayemfikiria ni wewe. Tukiweza kutumia nidhamu vizuri, itawasaidia watoto wetu kujua do's na don'ts. Sasa unaniuliza mwana saikolojia, unamaanisha kwamba sisi tunatengeneza watoto ambao ni perfect? No. Siko hapa kukwambia pamoja na jitihada hizi utatengeneza mtoto perfect. Ila niko kukwambia kwamba utatengeneza mtoto ambaye ni responsible and accountable. Yaani mtoto anayewajibika. Mtoto ambaye unaweza kumuuliza kwa nini umefanya hivi akakujibu nimefanya hivi kwa sababu hii. Kwa nini umevunja glasi? Nimevunja glasi kwa sababu nilikuwa nataka nikamimine juice ikateleza. Kwa hiyo utatengeneza mtoto ambaye ana upendo kwako, ana upendo kwake mwenyewe, ana upendo kwa jamii inayomzunguka, lakini mtoto ambaye anawajibika, mtoto ambaye yuko responsible, mtoto ambaye anaweza kujibu. Mpendwa mtazamaji, nguzo mbili za malezi: mapenzi joto na nidhamu. Basi usiache kusubscribe kwenye channel yetu na kushare na marafiki. Asante.